kutangaza azma yake ya kuwania ubunge huko Mandera. Vilevile tunaye Riziki Dunstan ambaye ni wakili na ni mtaalamu wa uongozi, wakitusaidia katika kuchanganua maswala mazima. Wakili, nirejeshe kwako. Wikendi hii tumeshuhudia madai ya mashambulizi dhidi ya wanaharakati wa mrengo wa Linda Mwananchi katika baadhi ya maeneo humu nchini. Na kikatiba ni kwamba katiba inastahili kulinda haki ya mwananchi yeyote ambaye anajitokeza au anakusanyika kuweza practice kile ambacho anafaa kufanya, ikiwa ni haki yake kujitokeza kwenye misururu ya kampeni ya kisiasa. Lakini wakati ambapo kuna madai ya vurugu na vitisho dhidi ya wananchi hawa wanaoegemea mrengo mmoja, basi sheria inastahili kuingilia wapi na ni nani ambaye anastahili kuwajibika wakati tunashuhudia vurugu za aina hii kwenye mikutano ya kisiasa? Jambo la kwanza ni kwamba siasa zetu zimeingiliwa na wahuni. Na jambo hili la wahuni ni kama jambo ambalo serikali imeweza kulikubali, kwa sababu unaangalia katika sehemu ya Kisumu, wahuni waliweza kuletwa pamoja ama kuweza kuitwa na wakaenda kufanya shambulizi katika kanisa. Ni jambo la kutamausha sana, kwa sababu hautarajii kwamba viongozi walio katika serikali ama walio katika nje ya serikali wanaweza kuleta wahuni kwa pamoja na waweze kwenda kuwashambulia watu katika kanisa. Ni jambo la kufedhehesha sana. Na jambo la pili la kuangalia katika masuala ya uhuni katika sehemu ya Kisumu ni masuala ambayo pia si masuala mageni. Unakumbuka pale mwanzoni wa mwaka kundi lile la Linda Mwananchi liweza kushambuliwa wakiwa katika sehemu ya uwanja wa ndege. Na mpaka sasa kupigwa kwa Seneta Osothi, hatujaweza kuona hatua dhabiti zinazochukuliwa na serikali. Kwa hivyo tunaweza kuwa na dhana kwamba mashambulizi yale katika hawa viongozi ni mashambulizi ambayo yanapangwa. Na iwapo tunapanga kushambulia viongozi wanaokuwa na taswira ama zile sera tofauti, basi kama demokrasia tuweza kujidunisha sana. Na ningependa leo tuweze kuwaambia viongozi walio katika uongozi katika sekta tofauti, taasisi za kidola, taasisi za kiuraia, waweze kufanya juu chini, kwa sababu taifa letu la Kenya ni taifa letu tu peke yake. Na iwapo tutakubali uhuni na wahuni waweze kuchukua demokrasia yetu, basi hatutakuwa na taifa lingine. Kwa hivyo vyombo vya kidola, vyombo na taasisi za uraia zifanye juu chini kuonyesha kwamba taifa letu na demokrasia yetu itaweza kustawi. Jambo la pili, unapoangalia wakati mwingine unapowashambulia hawa viongozi, basi pia kisiasa unawajenga. Na ningependa kuambia wale walio katika uongozi, kuna viongozi unapowashambulia wameenda katika sehemu tofauti za kisiasa, basi pia wale pia unawajenga kisiasa. Kwa hivyo iwapo tunazingatia katiba yetu, na pale mwanzoni nikuambia kuna viongozi ambao tunao katika uongozi kwa saizi ambao taswira zao na dhana zao bado ziko katika ile katiba ya kitambo. Ukiangalia katika katiba ya saizi, kipengee cha 10 ibara ya 10 inatupatia masuala kadhaa ambao tunafaa tuweze kuangazia. Suala la kuheshimu sheria. Iwapo tutaheshimu sheria, tutakuwa na uwezo wa kutatua shida zetu nyingi. Iwapo tutaweza kuwa na suala la kuwa accountable, kuwa na viongozi wetu katika nyadhifa zao tofauti wakuwe na usemi kwa masuala yao, basi tutakuwa na taifa dhabiti. Iwapo pia tutakuwa na tume yetu ya uchaguzi, iwapo itaangazia kwamba kuna sehemu fulani ambazo kuna masuala ya wahuni katika siasa zetu, basi wachukulie wale viongozi hatua za kisheria. Na masuala mengine pengine hasa siasa za uhuni katika taifa letu pia ni yale matamshi ambao viongozi wetu wanatamka, matamshi ambayo pia hayana wana majumui, hana ile tunasema pan-Africanism ama uzalendo. Na kwa sababu iwapo taifa letu itakuwa taifa stawi katika demokrasia yetu, basi uzalendo ni jambo la maana. Tunaweza kuwa na sera tofauti, lakini tujikuze katika uzalendo. Tukiweza kukuza uzalendo kama taifa, basi tutaweza kutengeneza taifa ambalo litakuwa la wana majumui, taifa ambalo litakuwa taifa la pan-Africanism. Na hiyo ndiyo mwito ambao pengine ningeweza kupatia viongozi wetu. La mwisho kabisa, ukiangalia
uongozi wake Julius Nyerere, Mwalimu Julius Nyerere, kulikuwa na wakati alipokuwa tu anakuja katika uongozi, alikuwa kijana bado, na viongozi waliokuwa nao wote walikuwa viongozi vijana. Oscar Kambona, Rashid Kawawa, wote walikuwa viongozi chini ya miaka 35. Anga saa hizi ukiangalia, pengine kuwapatia tu motisha wale viongozi vijana ambao wako katika ulingo wa siasa, wawe na motisha kwamba wana uwezo. Rashid Kawawa aliweza, Oscar Kambona aliweza, na wakati ule wa Julius Kambarage Nyerere, wao pia wanaweza kwa saizi. Wakina Sifuna, wakina Babu Owino wana uwezo, kwa sababu taifa hili vijana wengi ndio asilimia kubwa. Kwa hivyo viongozi vijana wachipuke, waweze kupigania nafasi zao za kisiasa kwa minajili ya kisheria na katika misingi ya kisheria, basi hilo ndivyo tutaweza kutengeneza taifa ambalo litastawi. Jambo lingine la madeni. Sababu ukiangalia siasa zetu leo, kuna swala kubwa sana la madeni. Limbukizi la madeni hili, viongozi ambao wanakuja kunasua taifa letu kutoka katika limbukizi hili la uongozi mbaya, basi wafikirie kwa uketo zaidi kuhusu swala zima la deni letu, kwa sababu leo deni letu liko katika trilioni 12, na iwapo tunaendelea hivi kama taifa, basi tutakuwa na wakati ambao tutakosa kuweza kujikwamua katika limbukizi la madeni. Na hizo ziwe siasa zetu za sera, badala ya siasa ya kupigana na uhuni. Asante. Daktari, labda tukisalia katika swala hilo la uhuni kabla hatujafunga, tuangazie ni wapi ambapo tulianza kukosea, kwa sababu tumekuwa na uchaguzi